chapa ama alama inaitwa ni ya mnyama. Tuko sawa? Ndio. Tunaenda vizuri? Ndio. Inaitwa ni ya nini? Ni ya mnyama. Ni ya mnyama. Chapa au nini? Alama. Kwa sababu mimi napenda watu wote waelewe ni kitu gani, kuliko kujikuta tunashawishika na kuelezea, maana ndio sisi hao hawa ambayo Mungu atawatumia. Na mimi ninapenda sana kuruhusu Biblia iseme, kwa sababu tutaitumia Biblia. Wakati Mungu anatoa ujumbe huu mwaka wa 81 mpaka 86 hapa, hakuwa anazungumza baadaye, kwa sababu kuna watu wametafsiri kwa Kilatini, Vicarious Fidei, wametafsiri kwa Kiunani, wametafsiri kwa Kibabeli, na wanapozidisha na wanapojumlisha wanaona 166 Vicegerent of the Son of God, kwamba ni mwakilishi wa mwana wa Mungu. Lakini nisikilize vizuri, kwa sababu wakati Mungu anatoa ujumbe huu kwa watu hawa, alikuwa anazungumza nao wanaoelewa kabisa ni nini. Ni makosa kutumia ujumbe wa Biblia kwa kutafsiri wakati wangu bila kwenda wakati ule, kwa sababu msisahau, Mungu alimwambia andika unayoyaona, yaliyopo na yatakayokuja, uyapeleke kwa makanisa mangapi? 7, kuanzia Efeso mpaka Laodikia. Na ilikuwa ni makanisa yaliyokuwa katika jiografia ile ya Asia ile ndogo, kati ya kanisa na kanisa katika kilomita katika 60 ama 68 ni umbali wa kanisa kwenda kanisa. Kwa hiyo waliandikiwa wale, sio kwamba waliandikiwa tu watu wa karne ya 21, hapana. Ilikuwa ni ujumbe wa kanisa wakati ule, wakati huo, kwa sababu ni unabii unavuka kipindi chao mpaka kipindi chetu. Kwa hivyo ili uweze kujua maana yake ni nini, rudi mpaka wakati ule, ndipo uanze kutafsiri. Wakati ule hakuna hata upapa, hakuna hiyo habari Vicarious Fidei. Kwa hiyo kama ingelikuwa ni kwa wakati huo, basi hao wasingeelewa. Lakini alisema heri wasomao na wao wasikiao na kuyashika yaliyoandikwa wapi. Kwa hiyo kuelewa kwa wale ni kuelewa kwetu. Kwa hiyo hajaandika ujumbe eti miaka hiyo yote ni sifuri, eti unasubiriwa wakina Semba wakati wao. Ameandika wakati wa kanisa wakati ule, halafu ujumbe huo unasogea mpaka wakati wa mwisho. Sasa sikiliza kidogo. Biblia imeweka namna rahisi ya kuelewa, na ninaomba urudie tena mstari wa 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile. Isipokuwa anachapa chapa ile. Akaisemaje? Ya jina la mnyama yule. Yaani hiyo chapa ni nini kanisa? Ni jina. Chapa ni nini? Ni jina. Ni jina la nani? La mnyama yule. Msisiwe kusema tu ni jina. Chapa ama alama ni jina la mnyama yule. Sasa mnyama yule, ninyi samjaja tu leo, huyo mnyama yule ni yupi anayetajwa? Kwani Ufunuo 13 imetaja wanyama wangapi pale? Mmoja alitoka wapi? Baharini. Na wapili anatoka wapi? Huyu anayetajwa ni hesabu ya mnyama yule, jina la mnyama yule ni yupi katika hao wawili? Naam? Nyosha mkono basi, maana nasikia kama bahari imechafuka. Nyosha mkono nipatie nafasi. Naam, ni mnyama yupi katika wale wawili? Yule wa kwanza anayetokea wapi? Baharini. Kwa nini unafikiri ni wa kwanza na sio wa pili?
inaanza wazi kabisa kwamba nikasimama kwenye mchezo wa bahari nikamuona mnyama, nikasimama kwenye mchezo wa bahari nikamuona mnyama kutoka baharini. Sasa sikiliza kidogo. Hebu soma mstari wa 12 uone. Kunachotusaidia tukubaliane naye kwamba ni yule wa kwanza, sio huyu wa pili. Soma mstari wa 12. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Uwezo wote wa mnyama yule wa ngapi? Wa kwanza. Wa kwanza. Halafu naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye. Umeona hii mission ya mnyama wa pili? Kazi ya mnyama wa pili aliyoajiriwa ni kufanyaje? Ni kuambia wakazi wa dunia wamsujudia kwake, maana alama na chapa ni hivyo, na jina ni la kwake. Kwa hiyo huyu ni kibarua anamfanyia, ni mtumishi wake, ndio kazi yake. Yaani katika kutenda kwake. Umechoka? Maiga. Malizia mstari wa 15. Inaendelea kusema ya kwamba hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasio msujudu sanamu ya mnyama uwawe. Ngoja visoma vizuri hapo bwana. Wasio sujudu sanamu ya mnyama. Na kuwafanya hao wote wasio isujudu sanamu ya mnyama uwawe. Wote yani yeye ni kuhakikisha wote wanaanguka kwa ile sanamu ya mnyama. Wote wanakwenda kupata chapa ya mnyama. Ndio kazi yake. Na kwamba ndio tukasoma pale, yeyote asiyekuwa afanye nini? Auawe. Wadogo kwa wakubwa, tajiri kwa maskini, walio huru kwa sio huru. Yani ametaja umri, akataja hali ya kiuchumi, akataja hali ya uhuru, freedom, kwamba wako gerezani ama wako gerezani, ni watumishi ama wamejiajiri wenyewe, katika umri bila kujali umri, lakini atawashurutisha wote wamsujudie mnyama yule wa kwanza. Na sasa anasema wapokee chapa ama hesabu yake. Na ametueleza mstari wa 17, yaani kitu gani? Jina la yule nani? Mnyama. Au hesabu ya jina lake. Hesabu ya jina lake. Ndipo sasa, kabla hujaenda kwenye 666, maana usipoelewa haya lazima kule utachemka. Lazima tu ile 666 utatafuta namna nyingine ya kuungaunga. Lakini ungelisikiliza Biblia yenyewe inakueleza, imesema hivi, chapa ama hesabu yake ni kitu gani hicho? Ni kitu gani? Jina la yule mnyama. Jina la yule mnyama. Kwa hiyo unapozungumzia habari ya alama, unapozungumzia habari ya chapa, unapozungumzia habari ya hesabu, unazungumzia jina.